Haleluya, watu wa Mungu. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu amenichagua mimi na wewe kuiona toka tulipoachana Alhamisi ya wiki iliyopita ambayo ilikuwa ni ya mwezi wa 6. Tena leo ni Alhamisi ya mwezi wa 7 ambapo ni tarehe 2. Ni kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu yapo mengi yaliyotokea, lakini Mungu ametulinda mpaka tumeweza kufika tena siku ya leo. Sifa na utukufu zimrudie Mungu. Pia kwa niaba ya Mpako Mafuta wa Mungu nipende kuwashukuru wale wote ambao tunashirikiana katika chaneli hii ya Gideon Online TV. Mungu awabariki sana kwa kutoa muda wenu, sadaka zenu katika kuisongesha mbele chaneli hii. Mungu awabariki sana sana. Pia kwa wale ambao wanaingia katika chaneli hii kwa mara ya kwanza, basi nipende kuwakaribisha sana. Karibuni sana. Yupo Mpako Mafuta wa Mungu, mtumishi Gideon ambaye Mungu amemchagua kwa ajili ya kutuombea. Karibu sana. Madhabahu Mlima Moria inapatikana mkoa wa Kilimanjaro, maili 6 Msasani. Kwa wale ambao unatokea basi pale Moshi mjini, unayotokea Boma, Arusha, nipende kuambia tu kwamba utachoka kitu cha mashine upande wa kushoto utaona bango kubwa lililoandikwa Mlima Moria Ministry na siku za huduma. Moja kwa moja litakuleta mahali huduma ilipo, sio mbali sana na barabarani. Karibuni sana. Pia huduma ya Mlima Moria ina ibada za Morning Glory Jumatatu mpaka Jumapili kuanzia saa 12:30 mpaka saa 1:30. Pia ibada za katikati ya wiki Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 11 kamili, pasipo kusahau ibada kubwa ya Jumapili kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 10:30. Karibuni sana, tumuone Mungu anavyotenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Basi nipende kukaribisha tena kwenye Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026 ambapo kutakuwa na maombi mazuri sana yatakayoongozwa na Mpako Mafuta wa Mungu mtumishi Gideon, ambapo yenye ujumbe neno la Mungu unaosema kwamba tenda mema machoni pa Mungu. Tutende mema machoni pa Mungu ili tunapopita katika changamoto nyingi, tunapopita katika misukosuko, tupate ya kumkumbusha Mungu ili Mungu aweze kuturejesha tena upya. Hapa tukisoma katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili ule mlango wa 20 mstari wa 3, tunaona habari za mtumishi wa Mungu Ezekia. Ezekia alipita mahali pagumu sana. Ezekia alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa akitenda matendo mema mbele za Mungu, lakini wapo waliokuwa wakimuudhi kwa kumdhihaki Mungu wake aliye hai. Lakini Ezekia alipopata waraka ule kwamba kumtukana Mungu, Ezekia alikasirika sana, akageukia ukutani, akamuomba Mungu, akamwambia Mungu, tazama hawa wanapokutukana. Lakini Mungu alimsikiliza Ezekia. Mungu akafurahishwa na Ezekia. Ikafika wakati Ezekia alipougua, Ezekia pia akaenda mbele za Mungu, akamwambia Mungu, kumbuka. Akamwambia Mungu, nakusihi Bwana, ukumbuke sana jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Akalia sana. Ndipo Mungu akamtuma Isaya, akamwambia Ezekia kwamba Mungu amesikia kilio chako na Mungu amekumbuka matendo yako, basi kuanzia leo wewe ni mzima. Ndipo tukaona Ezekia akapokea uponyaji. Pia tukiangalia hata kwenye Biblia tunaona watumishi wa Mungu wengine ambao walikuwa wakitenda matendo mema mazuri, ambapo alipopita katika changamoto Mungu alikumbuka. Tukimwangalia hata Dorcas alipokuwa akishona nguo za wajane, alipokuwa akitenda, akionyesha moyo mzuri kwa watu. Tunaona hata Dorcas alipokufa, watu walipokuwa wakikumbuka yale matendo mema aliyokuwa yakatenda. Tunaona zile thawabu yale aliyokuwa akitenda mema. Tunaona hata Mungu alimkumbuka Dorcas. Tukaona hata Biblia inasema kwamba Dorcas alipata tena kuwa hai kwa sababu ya matendo mema aliyotenda. Tukiangalia hata Ayubu, pia watumishi wa Mungu wapo wengi. Hata Ayubu alikuwa ni mkamilifu mbele za Mungu, alikuwa ni mcha Mungu, hakuwahi kumkosea Mungu, hakuwahi kutenda matendo mabaya mbele za Mungu. Hata Ayubu alipopita katika changamoto nyingi, alifika mahali akamwambia Mungu, najua makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ndipo Mungu akamkumbuka tena Ayubu, akamrejesha tena upya.
hapa watu wa Mungu, hata sisi basi tutende matendo mema, ambapo hata tunapopita katika changamoto, tunapopita katika misukosuko, tupate ya kumkumbusha Mungu, tupate ya kumwambia Mungu kumbuka, ndipo Mungu aweze kutukumbuka na sisi tuweze kupata tena upya. Basi nipende kukumbusha tena, Jumapili bado tunaendelea na maombi ya ulinzi kwa ajili ya watoto wetu wanapoenda kurudi mashuleni. Ulinzi wa damu ya Yesu uweze kutamalaki juu yao, ulinzi wa damu ya Yesu Kristo uweze kuwa juu yao, pia uweze kukingwa na mipango ya adui anayopanga juu yao. Nipende kukaribisha mtu wa Mungu, usipange kukosa. Watoto wetu tulioanza katika matumbo yetu, watoto wa Tanzania, watoto wa dunia nzima ni wakwetu. Tutaenda kuwasogeza mbele za Mungu na ulinzi wa damu ya Yesu utatamalaki juu yao. Nipende kuambia tu wewe ambaye umekata tamaa, umefika hatua unamwambia Mungu, umefika hatua hata ya kumwambia Mungu, ya nini mimi kuishi, bora unichukue. Usitumie mfano kama ule wa Yona, hapana. Yuko mpaka mafuta ya Mungu ambaye Mungu amemchagua kwa ajili ya kutuombea sisi. Yamkini sisi tunaweza tukaomba, lakini tukafika sehemu hatuwezi kuomba, lakini tunajua kabisa yuko Roho Mtakatifu anayetumika naye, kwa sababu Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba pale tunaposhindwa sisi. Basi kupitia mpako mafuta wa Mungu, siku ya Jumapili tutamuona Mungu isivyo kawaida. Usipange kukosa. Nipende kukaribisha tu, karibu tumuone Mungu anavyotenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Asanteni sana.